بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، tunaendelea na سورة الذاريات na tusimama katika aya 38. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. Tutazama hizi aya inshallah. Aya 3, kisa cha Musa, na kisa hiki kimekuja baada ya kuelezea habari ya Nabii Ibrahim na Lut. Sasa hivi inakuja kisa cha Musa. Kama tulivyoona maangamizi ya Lut baada ya kuja kubashiriwa na Ibrahim ya kuwa mkewe atajifungua kwa kupata mtoto na mwite Ishaq, wa min warai Ishaq Yaqub, na Ishaq atamzaa mtoto Yaqub. Alafu baadaye akamwambia Ibrahim ya kuwa wametumwa wao na malaika kwenda kuangamiza kaumu Lut. Na tumeona kwa urefu maelezo haya. Alafu baadaye tunakuja katika kisa cha mtume mwingine na yale yaliyomtokezea, naye ni Musa alayhi salam baada ya Nabii Ibrahim na Lut. Sasa hivi Musa, na utaona baada ya kushamaliza kisa cha Musa anakuja mtume mwingine pia anatajwa, naye ni wa fi Ad. Halafu nataja tena wa fi Thamud. Naam. Na halafu baadaye anakuja Nuh. Kwa hivyo mna visa vya mitume katika sura ambazo tunatajiwa mitume mbalimbali na baadhi ya habari zao, baadhi ya matokeo katika maisha yao. Hivi ndio uslubu kwa Qur'ani inavyotaja sura nyingi. Tumeona juzi tumechukua habari ya Lut, jana tumechukua habari ya Lut katika sura gani? Sura Al-Ankabut, katika Hijr, katika Al-Qamar, katika Dhariyat, katika Hud, katika sura kadha wa kadha, nyingine katika Shuara, nyingine katika sura Al-Anbiya. Mitume wengi wametajwa kwa sababu hii moja katika dalili ya kuonesha kwamba Qur'ani inatuonesha kwamba hawa mitume wote mwenendo wao ni mmoja unaoendeshwa na Mwenyezi Mungu mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida, umma wote ni mmoja. Wa ana rabbukum fa'budun, kama ilivyokuja katika sura Al-Anbiya. Baada ya kutaja mitume anaelezea conclusion kwamba ujue kwamba umma wote uliotokezea karne baada karne, qaumu baada qaum, umma baada umma, wote ni umma wahida, bimaana kwamba wote asili yao kullukum min Adam wa Adam min turab, nyote kutoka kwa Adam na Adam kutoka na udongo. Na Mwenyezi Mungu anatuelezea visa hivi na yale yaliyotokezea. Utakuta sura imeelezea kwa urefu mambo mengi kuhusu Nabii Musa. Aya 3 zimetajwa kwa mambo kidogo tu, lakini unaenda katika Qasas utazame habari ya Musa ilivyoelezewa. Sura Al-Qasas imeelezewa kwa urefu kutoka kuzaliwa kwake na kutumbukizwa katika sanduku na kuachwa ili aende Mwenyezi Mungu amjalie achukuliwe na mrat Firaun. Na katika sura Taha pia imeelezea kisa cha Nabii Musa kwa urefu. Kwa hivyo hapa aya 3, lakini ukitizama aya hizi 3 zinakurejesha kwenye aya nyingine utizame, ili upate kuweza kuunganisha vipande vya picha ya maisha ya Nabii Musa, jigsaw puzzle anasema. Kwa hivyo hapa aya 3, lakini pia kuna lengo fulani. Kwa nini kutajwa mambo haya tu?
kuna lengo fulani. Kwa nini kutajwa habari za Nabii Lut katika aya tu kwa hapa, isipokuwa sisi tunajaribu kuchukua katika aya hii na hii ili kupata picha ya ukamilifu. Naam, hapa tukisema aya imeanza wa fi Musa. Moja katika Qur'ani, katika sura hizi mbalimbali, kuna mambo ya kukuvutia tokea mwanzo. Wakati unasoma tu sura nzima unaona mbona aya hii imeripiti kitu fulani kwa wingi. Leo kitazama neno wa fi Musa, na katika kisa cha Musa chini yake inakuja wa fi Adin aya 41, halafu inafuatia nini wa fi Thamud. Utaona, na kabla hapo nenda kuanzia aya 19 mwanzo, tazama utaona uslubu hii ya wa fi iko moto. Wa fi amwali, na katika mali zao. Wa fi al-ardhi, na katika ardhi. Kuna ibra na mafunzo katika mambo haya. Wa fi anfusikum, na katika nafsi zenu kuna mafunzo ya kujua utukufu wa Mwenyezi Mungu na ishara zake, alama za dalili ya utukufu wake, adhamatillah subhanahu wa ta'ala. Wa fi anfusikum wa fi samai, tazameni katika mbingu namna gani inavyokupeni riziki. Kama si Mwenyezi Mungu kukutengezeni mambo haya, mngelipata riziki. Sisi sote tunamtegemea Mwenyezi Mungu katika kila jambo. Ya ayuha nas antumul fuqara ila Allah, antum alfuqara ila Allah, wallahu huwa alghaniyul hamid. Mwenye utajiri wa kila kitu, mwenye kujitosheleza kwa kila kitu, wallahu peke yake. Na sisi sote fuqara ila Allah, yani sote tunamtegemea Allah kila kitu. Na tunaposema iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, na kutegemea katika kila kitu, wala si yote mwingine. Na yote kwa sisi kuna fadhila zake juu yetu sisi, basi zote hizo Mwenyezi Mungu amejalia iwe kwa njia hiyo. Kwa hivyo hapa tukitazama kisa wa fi anfusikum wa fi, maana hapa tunasoma wa fi Musa, bimaana wa fi Musa idha kanat fi qissat Lut kilichopita hapa kabla yake, fiha ibra, kuna mazingatio, kuna mambo ya kujifunza, kuna mafunzo makubwa, kuna kuwaza haya yaliyotokezea huku na kadhalika na huku ametokezea. Kwa hivyo na nyinyi Makuraish na kila anayekuja baadaye kwa mwenye kutaka kupinga na kukufuru na kwenda kinyume na maamrisho ya Mwenyezi Mungu, kumtokea jambo lolote ni kitu jepesi sana, jepesi sana. Wa fi Musa, na katika kisa cha Musa kuna mawaidha makubwa. Kama tunavyosoma katika Qur'ani, kuna baadhi ya aya sura unaposoma kitu, kuna kitu maalumu kinaripiti mara chungu zima, inakuwa theme, yani husu hasa kisa chenyewe kipo katika jambo hilo. Tutaona baada ya sura 2-3 baada hii Tur na Najm na kuja sura al-Qamar, kuna kauli aya inaripiti sana mara 6 karibu nafikiri, walaqad yassarna al-Qur'ana lidhikr fahal min mudakkir. Kwa hakika tumesaidia Qur'ani kwa ajili ya ukumbusho. Yupo mwenye kutaka kukumbuka na kujua, walaqad yassarna al-Qur'ana lidhikr fahal min mudakkir. Sura inayofuatia baadaye Ar-Rahman fa bi ayi ala'i rabbikum tukadhiban. Jambo gani katika neema za Mwenyezi Mungu unazikataa nyinyi binadamu? Mara 30 ngapi? 33, si mara ngapi? Fa bi ayi ala'i rabbikum tukadhiban. Ukitazama sura al-Mursalat, wailu yawmadhil lilmukaththibin, wailu wale wao wale siku hiyo ya kiyama kwa wenye kukadhibisha. Na sura nyingi kama hivi hutokezea kwa mfumo maalum, ikaona repeat tena na tena, inakuwa kama ni darasa katika sura ile. Mafunzo yanayotakikana katika sura ile ni yale hasa yanayorepeat. Hapa mazingatio katika hawa mitume wa fi Musa, na katika kisa cha Musa kumbuka wakati ya Muhammad arsalnahu ila Fir'auna, tulipompeleka na kumtuma kwa Fir'aun, bisultanin mubin. Tumesema sultan ni hoja, sultan ni nguvu, power. Najua masultani yani wafalme, ana sulta, power
ya kuweza kuamrisha jambo. Sultani ya pili ni hujja. Hujja ya kuweza kumfanya mtu akubali fikra unazotoa. Kwa hivyo maelekezo yako, kwa sababu inapokuwa hoja ni nzito, akili inakubali. Kwa hivyo ukitaka usitaki utakubali. Sasa hapa Musa alayhi salam ametumwa Mwenyezi Mungu kama nilivyosema katika aya wa fi Musa, na katika habari ya Musa kuna mazingatio makubwa na ibra kubwa ya kujifunza hapa. Idh arsalnahu, wakati sisi tulipompeleka. Ziko alama pia katika kisa cha Musa, wakati tulipompeleka ila Firauna, kwenda kwa Firaun bisultani mubin. Na hapa ni hujja. Sultan ni hujja ya kuweza kudalili. Sultan imetumika sehemu chungu zima. Majina masanamu wanaoabudu, afaraitum lata wal uzza wa manata thalitha al-ukhra, sura inafuatia Najmi baada Tur. wa manata thalitha al-ukhra, lata uzza manat, miungu ya uongo. Wanasema miungu ya kike, watoto wa Mungu. Si alakum dhakaru wa lahu al-untha, mempachikia Mwenyezi Mungu watoto wa kike. Mungu anazaa watoto wa kike, astaghfirullah. Na nyinyi mnajipenda, mnajifakharisha kwa watoto wa kiume. Alakum dhakaru wa lahu al-untha. Mgawanyo gani? Mgawanyo wa dhulma, mnamdhulumu Mwenyezi Mungu hivyo, astaghfirullah. Tilka idhan qismatun dhiza. Qisma hii mgawanyo nyinyi kwa kumfanya Mwenyezi Mungu na watoto wa kike, au malaika ni wanawake, watoto wa kike kwa Mwenyezi Mungu, masanamu na yote majina yao wa kike, Lata, Uzza, Manah, Hubal na mengineyo chungu zima, ndio miungu yao wanatii. Alakum dhakaru wal untha in hiya إلى قسمة ضيزة إن هي إلا أسماء، هذه مدينة سميتموها أنتم وآباؤكم، نين بابا زيندم لو أبتشك مدينة ما أنزل الله بها من سلطان. حاجة شوشة حجة يوتي سلطان حجة يكون إيش دليلكم بها من يزمكم دو أميت مدينة. هي أسماء سميتموها أنتم، مدينة نيندم لو أبتشك مسلمها وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فإذا يتبعون إلا الظن، نظنته وما تهوى الأنفس، na nafsi zao zilipotamani kufanya jambo wanafanya, lakini hasa kwa Mwenyezi Mungu hakuna sultani. Shetani anapokuwa anahutubia baada ya watu motoni, baada ya washati wa motoni, sasa ndo wazidi kwenda kwa kera. Alama waqala shaytanu lama qudiya al-amr, baada kushakupita kila kitu alikuwa peponi na motoni, anakuja na hutubia shetani peponi, na kama kwamba kuatia hamaki zaidi. Inna Allah, hakika Mwenyezi Mungu amekuamrisheni jambo na mimi nimekuamrisheni, basi mimi nimekwendeni kinyume na yale nilokuambieni. Basi yeye anasema hapa kwamba na mimi wama kana li alaykum min sultani illa an da'awtukum fastajabtum li, sikuwa na nguvu yoyote juu yenu nyinyi isipokuwa mimi nimekuteni. Faqala shaytan lama qudiya al-amr, akasema shetani baada ya mambo yote kumalizika, hisabu siku ya kiyama, siku hiyo, kala inna Allah wa'adakum wa'da al-haq, Mwenyezi Mungu amekuahidini ahadi ya haki, mkifuata mkimtii mkimwabudu atakutia peponi. Mimi nimekupeleni katika matamanio, michezo na nini pumbavu, muabudu miungu mingine ya uongo ili mimi kweli wa'adtukum, nimekupeni waadi kweli, stareheni dunia, kuishi ndio huko tu bwana, hakuna kuishi tena. Fa akhlaftukum, mimi mwenyewe nimekwenda kinyume na nyinyi. Kwa hivyo shetani anasema hapa wama kana li alaykum min sultanin illa an da'awtukum, hai joni fateni ibn fastajabtum li, mkanijibu mkanifuata. Bimaana hapa mimi sikuwa na nguvu ya amri, lazima muje kwa kuamrisheni, la, lakini mimi maneno yangu matamu na tia sukari, yani mwenyewe mnafuata, mnapenda starehe, na asili yenyewe nyoyo zenu zinapenda matamanio. Kwa hivyo mkanifuata, mkafuata mambo kile ushetani na kwenda kinyume na maamrisho ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo mimi sikuwa na nguvu za power za kulazimisheni, mimi sikuwa na nguvu za power za hoja kwamba mimi hii miungu masanamu na mengineyo mnaabudu na michezo mkawacha haki, maneno ya haki ya Allah. Pia sikuwa na sultan, zote mbili hapa inaleta maana. La sijakuwa na nguvu juu yenu kwa kulazimisheni,
wala sijawa na nguvu ya nini, ya hoja iliyokuwa nzito. Hata nyinyi fitra yenu kimaumbile unajua kwamba lazima nistahili kuabudu yule mwenye kumba. Masanamu la hayadhuru wala hayana manufaa, unaabudu feni. Halafu kama wewe ungekuwa hujachonga, ungekuwa hakuna Mungu wa kumwabudu, kwa sababu wewe umechonga, umeweka, ukajifanya mwenyewe ndio huyo ndio Mungu wangu, halafu kaona maabudu. Maana haingia hata akilini kwa mtu mwenye kupima, anaona ni upumbavu tu na mkaiabudu. Kwa hivyo sijawa na sultan la hoja wala nguvu power, ila andautukum, nimekuteni fastajabtu li, mkalijibu. Fala talumuni, silahum walumu anfusakum, laumu nafsi zenu. Kwa hivyo si sultan hapa ni hoja. Mtume sallam Qur'ani ni hoja yake. Musa alayhi salam hoja yake sultani iliyokuwa mubini, yenye kubainisha kila kitu ni Taurat, kitabu kilichoshushiwa na Mwenyezi Mungu, kalamullah. Kwa hivyo Taurat, Nabii Isa sultani mubini yake ilikuwa nini? Ilikuwa Injili. Zabur ilikuwa nini? Sultani mubini kwa ajili ya nani? Kwa Nabii Daud. Na Suhuf Ibrahima pia Mwenyezi Mungu amewashushia wahi. Kwa hivyo hapa, kwa hivyo ukisema masala kwamba kauli sultan hapa hajawa mwenye power kama Firaun. Sultan power ya kuhukumu na kukamata panga, la, bali hapa ni power hoja. Ukisikia unakubali kwamba haya maneno kutoka kwa Mwenyezi Mungu, hii ni amri kutoka kwa muumbaji mwenyewe. Kwa hivyo hiyo ndio kusudio lake unaposoma neno kwamba tumempeleka arsalnahu ila Firauna bisultanin mubin, hoja zilizowazi kabisa ambazo tunazipata katika nini? Katika kitabu chake kilichoshushiwa Taurat. Naam. Na Musa alayhi salam kama tunavyojua, Mwenyezi Mungu ametaja mitume 5 ulul azmi min ar-rusul, watu ambao wenye subra na hali ya juu kabisa katika nini? Katika kulingania watu wao kwa zile shida walizozipata. Mitume 5 an-nabii sallallahu alaihi wasallam, Muhammad Rasulullah, Ibrahim, Musa, Nuh na Isa alayhi salam. Na kama alivyosema Sheikh Ibn Uthaymeen, hawa wanakuja wana martaba, stages na vyeo. Cheo cha juu kabisa Muhammad sallallahu alaihi wasallam anafuatiwa na Nabii Ibrahim, stage ya pili kwa utukufu na martaba ya ulul azm min ar-rusul. Walikuwa na azima ya kusimamia ujumbe waliopewa na shida walizozipata, lakini wakafaulu kueneza kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo baada ya Nabii Ibrahim wa pili anakuja Musa alayhi salam, ni martaba thalitha. Halafu anakuja martaba ya mwisho Nabii Nuh na Nabii Isa alayhi salam pamoja alayhi salam. Kwa hivyo tunapotazama kauli hii bisultanin mubin, kitu muhimu hapa kinatujia katika kichwa ni kwamba nini? Fimbo yake sultan mubin. Dalili limekujieni, kuna amri kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Amri gani? Kwa hivyo kitu cha mwanzo ni fimbo, asa. Tunajua sisi wamatilka biyaminika ya Musa, kitu gani ulichokuwa nacho mkononi? Anaambiwa na Mwenyezi Mungu, qala hiya asai, hii fimbo yangu, atawakkau alaiha, najikongoja mwenyewe na wahushu biha ala ghanami, napiga majani kuangushia wanyama wangu wale majani, wali fiha maaribu ukhra, na kazi nyinginezo. Lakini Mwenyezi Mungu akamwambia itupe, qala alqiha ya Musa, faalqaha fa idha hiya hayatun tas'a, akageuka joka kubwa. Hata Musa mwenyewe akaanakimbia, akaambia aqbil, usiogope, usikimbie, rudi, rejesha, sanuiduha sirata alula, rejesha kama ilivyo mwanzo. Hii ni mwenyewe Musa kaogopa ushujaa wake na hodari wake mwenyewe na fimbo yake, lakini kaogopa kefa watapokusanyika wachawi mbele ya Firauni itakuwa hali gani? Kwa hivyo moja katika dalili fimbo, mijoka yao ni karatasi, vijikamba vyao na vijiti vyao vinawafanya yukhayalu ilaihim annaha tas'a, inapitikia kama kwamba wale inakwenda imegeuka mijoka kweli, lakini iko katika hali yao ile. Isipokuwa fimbo ya Musa imegeuka kwa nyoka kweli, na ndio kwa maana wachawi wakamsujudia Mwenyezi Mungu, wakaamini kwamba huyu ni mtume. Sultanin mubin, kwa wachawi ilikuwa inatosha ile fimbo.
lakini kwa shetani huyu mkubwa kabisa Firaun aliyejifanya Mungu akakataa kufuata, akamsingizia Musa kwamba huyu ni mchawi sahir, na akamsingizia kwamba ni majnun. Hivi ndivyo alivyofanya Musa. Fatawalla biruknihi وقال ساحر أو مجنون, akakengeuka asiyafuate hayo. Fatawalla biruknihi bimaana ankar, amekataa. Wastakbar, akatakabbar. Wajahad, akakanusha na kupinga, na hali anajua hii ni haki kweli. Kwa adui tukafanya. Mungu anasema wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa uluw, wakakanusha na kukataa, na ilhali nyoyo zao istaiqanatha anfusuhum, nafsi zao imekuwa na yakini juu ya jambo hili kweli. Lakini kwa nini jahadu? Aljuhud, kukanusha na kukataa kwa njia dhulman wa uluwan tu, kwa dhulma na kutakabbar, kibriya na kujifanya kusema ana rabbukum al-a'la. Tayeb, kwa nini wamemfanya kwamba nani Nabii Musa akasema kwamba huyu sahir? Kwa sababu mwanzo aliwaambia, kwa nyinyi mmejitukuza katika jambo gani? Si katika kwamba mna wachawi wanaweza kugeuza kamba na vijiti ikawa nyoka, wanaweza kufanya hivi na hivi. Tayeb, huu wote ni mambo ambayo ni kiini macho mnafanya watu. Mtaka haki kutoka kwa Mwenyezi Mungu, waache waje na uchawi wao, maana wachawi wanaogopwa na umma wote, kwa sababu wao ndio watu wa hali ya juu, wakuweza kudanganya watu na kukusanya mali kutoka kwao, wakawa wanajipatia riziki zao kutokana na kudanganya watu. Tayeb, hilo jambo mnalofanya nyinyi, mimi nitakuletea kwa kubwa zaidi, mijoka yote italiwa na amri inatoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kwa miujiza ya huyu mtume kwamba kashusha huyu fimbo kageuka kuwa nyoka, halafu wada yadak fi jaybika, weka pembeni mikono yako, halafu itoe itakuwa nini? Baydha, meupe, min ghairi su, bila kuwa na ugonjwa, hana mabalanga wala ukoma wala chochote, bali ni mikono misafi. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. هي آية pili, alama nyingine, miujiza mingine kwa watu hawa. Kwa hivyo hapa Firaun akapata sababu, unaona, kageuza fimbo imegeuka nyoka, kwa hivyo mchawi, sahir. Jambo la pili, kwa nini kumuita majnun, mwandazimu? Yeye akaambia alimtu billahi ghairi, nyinyi mnamjua Mungu ghairi yangu mimi? La, hatumjui, wewe ndio Mungu wetu. Wanamwabudu nani? Firaun. Tabia yote atakayekuja katika kaumu kama hii ambao wanahitabiri kwamba Firaun ni Mungu, akaja mwingine akasema mimi nimetumwa na Mungu mwingine, si ataonekana mwandazimu? Majnun anasema kuna Mungu mwingine. Je, mnamjua Mungu ghairi yangu mimi? Akasema la, hakuna Mungu wewe. Kwa hivyo majnun ni mwandazimu, simfuate Musa. Kwa hivyo kaja kwa hoja hizi mbili, na hali Mwenyezi Mungu kamjaalia miujiza yani mikubwa, ayat albayinat zilizotajwa katika sura al-A'raf na sehemu nyinginezo. Musa kaja na mambo kadha kadha. Tunajua amekuja kwa fimbo na mkono atitia, unakuwa unatoa mwangaza, unameta hivi mkono bila kuwa ugonjwa. Katika sura al-Isra nasema walaqad ataina Musa 9 ayatin bayinatin, walaqad ataina Musa 9 ayatin bayinat. Na hii katika jumla ya sultani mubin, yani tumempa ayat, alama ziko wazi kabisa, 9 ayatin bayinatin. Fas'al bani Israil, waulizeni, wanajua hayo. Na kwa hivyo nakuwa zimetajwa nyingine mkupo moja kama nini? الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم, وكلا kishika maji na damu. Halafu ni tufan, jarad, nzige, ni chawa, qummal. Hizo zote katika ajabu ambazo dhafadi, vyura, kila unapokwenda vyura wamejaa katika majumba yao katika kila pahali. Hizi ayat. Na kuna nyingine ukame bisinin, na ukame katika nchi,
Kwa hivyo hizi hoja ambazo walikuwa wanaambia kama kweli wewe tufajalie maji kila tunachogusa kitu kiwe mfano damu, wanafanya Mwenyezi Mungu kamjalia hizi ayati ili kuthibitisha nini kwamba haya miujiza kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo yeye ni mtume aliyetumwa, lakini hata hivyo yote Firaun akapinga. Anakuona kauli kama ifatawalla, akarudi nyuma, biruknihi, kwa ajili ya ruknihi, kwa nguzo. Nguzo hapa, nguzo za kutegemea bimaana nguvu, na nguvu zake na jeshi lake na watu wake, kama kule alivyosema Lut, kasema awi ila rukni shadid, ingekuwa kana bi kuwa, ingekuwa na nguvu. Katika sura Hud jana tulieleza awi ila rukni shadid, au kama nategemea nguzo ile kwa nzito, basi nisingekuwa chini mje mkanifanya maskhara wageni wangu walokuja malaika kuja kumbashiria. Nikamwambia la, usiogope, la takhafu, sisi wajumbe wa Mola wako tumekuja kuangamiza watu. Kwa hivyo hapa fatawalla biruknihi, akajisogeza na watu wake nyuma na kupinga. Wakala, kasema sahirun, chawi au majnun au mandazimu. Na yote akisema kwamba je, mnamjua Mungu sio mimi, akamwambia kila mmoja anaogopa siuliwe. Akisema la, ndio, hakuna, wewe sio Mungu, kate kichwa muweni. Na hili jeuri alizofanya Firauni kwa ajili ya kuwatesa watu. Sura Al-Qasas ukianza tukisoma utaona tukia mwanzo, inna Firauna ala fil ardh, amejitukuza na amefanya jeuri kubwa katika ardhi. Akifanya nini? Akiua watoto wa Bani Israeli wa kiume na kuacha hai watoto wa kike, na dhulma na kuwafanya watumwa. Natlu alayka min nabai Musa wa Fir'auna bil haqq liqaumin yu'minun, mwanzo katika sura Al-Qasas, inna Fir'auna ala fil ardh, ametakabbar, amejitukuza katika ardhi. Waja'ala ahlaha shi'a, amewagawa makundi watu wake, nini, divide and rule, yani wagawa ili upate kuwa control hawa peke yao. Naam. Na yastadhifu ta'ifatan minhum, wakiwafanya madhaifu, yudhabbihu abna'ahum wa yastahi nisa'ahum, wakiwachinja watoto wa kiume mwaka na wachinja mwaka na wacha. Innahu kana min al-mufsidin. Hii ndio fasad, uharibifu alikuwa akifanya Firaun na wake. Na kwa hivyo Mwenyezi Mungu alipomleta Nabii Musa kwa naogopa, ya Rabbi naogopa. Halafu akamwambia nipe msaada ndugu yangu Haruna, akhi ushdud bihi azri, antie nguvu. Na yeye msemaji mzuri, Haruna alikuwa msemaji mzuri, mkubwa wake Musa, mwache anisaidie. Sanashuddu adudaka bi akhik, nitakutia nguvu kwa ndugu yako pate kwenda pamoja. Yalla, nimekubalia, mwache Haruna nawe. Na moja katika alama ya kwa Nabii Musa, lisanuhu, ulimi wake alikuwa na kisembe. Shrah li sadri, nipanulie kifua, dhiki iondoe katika kifua changu. Wayassili amri, na jambo langu hilo nipa kazi ni kuifanya kwenda kwa Firaun, si rahisi, jambo kubwa hili. Yassili amri wahlul uqdata min lisani, fungua mafundo yalikuwa katika ulimi wangu. Yeye alikuwa kisembe, hawezi kusema vizuri. Kwa hivyo wa akhi afsahu lisana minni, akhi kakangu ana ufasaha mzuri katika ulimi wake, udari wa kuweza kuwavutia watu katika kuwalingania watu dini. Kwa hivyo mwacha aende na mimi. Mwenyezi Mungu akamkubalia, akaambia nenda kwa Firaun. Tunaogopa kwenda kwa Firaun, akaambia nendeni, msiogope. Innani ma'akuma asma'u wa ara, mimi niko pamoja nanyi, nasikia na naona. Kwa hivyo hizi hoja alizopewa na Musa na alipokwenda kwake, bila shaka Mwenyezi Mungu amemtia udhaifu fulani Firaun. Manake anasema sisi tunakutafuta wewe, mkimbia hapo, umemua mtu kakimbia wewe, tunakutaka sisi. Kwa hivyo akajarudi, hajaweza. Akamwambia mimi nimekuja ninakuambia wewe, wacha kujisingizia kwa ni Mungu, ufuate amri ya Mwenyezi Mungu aliyokuumba na aliyoomba watu wote. Halafu arsil ma'i ya bani Israili, unipe ya bani Israili mnawafanya watumwa na kuwatesa, wache waje na mimi wanifuate katika dini ya Mwenyezi Mungu ya haki, sio wewe kujitia Mungu wa uongo. Naam. Kwa hivyo
hapa fatawalla birukni wa qala sahibu majun fa akhadnahu wa junudahu, basi tukamkamata tukamtia mbaroni tukamtia mkononi. Fa akhadnahu wa junudahu, na tukachukua jeshi lake pamoja, majeshi yake yote. Fil yammi, tukatupa katika bahari. Al-yammi hapa al-bahr al-ahmar, Red Sea, ndio alotumbukizwa. Fil yammi wa huwa mulim, na alhali alikuwa mlaumiwa, mwenye kulaumiwa. Kama tunakwenda katika sura Dukhan, tukipitia ayati ambazo zilizokuja zimetaja kisa chake, kama tunatazama katika aya 17 mwanzo, anasema hapa walaqad fatanna qablahum, kabla hao tajwa kabla qaum fir'aun wajaahum rasulun karim, tumeatia mitihanini hawa watu wa Firaun, yani bani Israeli walikuwa kiishi katika nini, katika jeuri za Firaun. Wajaahum rasulun karim, akawajia mtume aliyeheshimiwa aliyekirimiwa na Mwenyezi Mungu, nani Musa. An addu ilayya ibadallah, akaambia nipeni waja wa Mwenyezi Mungu wa bani Israeli, msiwatese wa Mayahudi. Inni lakum rasulun amin, hakika mimi ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu niliaminiwa kwa kazi hii ya kuwalingania dini. Wala ta'lu ala Allah, msikae mkatakabari juu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wala ta'lu ala Allah, inni atikum bisultani mubin, nakuja tena sultan mubin, dalili zote ayat alama za nini za utume wake Musa alayhi salam. Atikum bisultani mubin wa inni udtu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun, na mimi najikinga kwa Mola wangu na naye ndio Mola wenu pia, kwamba msinipige mawe, hamtoweza kunipiga mawe, madha Mwenyezi Mungu ndio anayelinda, kwa sababu najikinga kwake. Udtu bi rabbi, na huyo rabbi ndio rabbikum pia. Udtu bi rabbi wa bi rabbikum, nakuwa. Kwa hivyo hapa najikinga naye. Kwa hivyo akasema wa in lam tu'minu li fa'tazilun, na kama hamniamini basi jitengeni nami msinidhuru, halafu mtaona atakayokufikeni. Fadaa rabbahu, akamomba Mola wake, anna haulai qaumun mujrimun, hawa ni watu waovu kabisa ya Rab, watie katika adhabu. Mwenyezi Mungu akamjibu akamwambia fa asri biibadi. Sasa hapa katika aya yetu tunasoma kipande kidogo tu, fa akhadnahu wa junudahu, tukatia mbaroni pamoja na majeshi yake. Fanabadhnahum, tukavurumisha tukatupa fil yammi, al-yammi bimaana al-bahr, yani tukatupa katika bahari, wakazama. Wa huwa mulim, naye akiwa mwenye kulaumiwa kwa kujifanya Mungu, kwa kukataa kumwamini Mola wa kweli na kumwabudu. Akasema nini? Akaambia fa asri bi ibadi layla, tokeni usiku na waja wangu. Innakum muttabaun, hakika nyinyi mtafuatwa na jeshi lake. Watapogundua kwamba mmetoka watakufuateni mbio nyuma, lakini patakuwa na masafa baina yenu na wao. Watruki alafu kisha fa asri bi ibadi layla innakum muttabaun. Alafu walipofika katika ufuko wa maji, wakitazama kwa mbali jeshi la Firauni hilo limejaa kila pahala, limeenea linatufuata, wakaanza kupiga kelele wafuasi wa Musa bani Israeli. Falamma taraa al-jam'an, walipoanza kuonana makundi mawili, jamaa ya Firaun na jamaa kubwa zaidi, mkusanyiko wa Firaun na jeshi lake, na jamaa ya Musa watu wake ni mdogo. Falamma taraa, walipoonana majeshi mawili haya, watu nabii Musa si jeshi, ni watu kidogo dhaifu, hawana chochote, hawana silaha zaidi, hofu imewajaa. Qala ashabu Musa, Firaun akasema ni watu wa Musa, akasema inna la mudrakun, washatudiriki, washatufikia, hatuwezi kimbia, tutakimbia huku mbele yetu bahari, huku nyuma yetu jeshi linakuja, chini yetu tushakurubia hilo, tufanye nini? Lakini tazama imani iliyokuwa sahihi kwa yule aliyemtuma Allah subhanahu wa ta'ala, akasema qala kalla. Hizi tunapata katika sura Shuara aya 61 na kuendelea. Qala, akasema Musa, kalla, hatuwezi kutufikia. Inna la mudrakun, wameshatufikia, la hatufikii wala hatukamati. Qala kalla
inna ma'i rabbi sayahdin, hakika mimi na Mola wangu mlezi wangu sayahdin. Hajasema saufa yahdin, hapa karibu sasa hivi yahdini, ataniongoza njia gani kuepukana na jeuri za Firaun. Hapo auhaina, tukamshushia wahi. Auhaina, wako mbele yao katika bichi wako sasa Red Sea pale. Auhaina ila Musa, tukampa wahi kumwambia Musa, anidhrib bi'asaka, anidhrib, ya kwamba piga bi'asaka, hiyo fimbo iliyogeuka nyoka sasa hivi, pige ipasue bahari. Anidhrib bi'asaka al-bahr, ipige kwa fimbo yako bahari. Fanfalaqa, basi baada kupiga ikatengana ile bahari. Fakana nini? Kullu firqin kattawdi al-azim, na kwa kila upande, kila sehemu ikawa kama tawd, kama jabal, kama adhim ilikuwa kubwa kabisa. Kattawd, upande huu limekwenda imejikusanya na huku linapanda juu, na ikawa kama jabali upande huu, na huku ikajikusanya upande wa pili, ikaja kafanya jabali kubwa. bin Uthaymeen asema imepasua njia 12. Bimaana ule upana kuonesha kwamba watu wengi wanaweza kupita pamoja mbio, aidha kibieni mbio, ikawa chini ya ardhi, unapita chini ya ardhi ya bahari ishajitenga, Mwenyezi Mungu amefungulia njia. Kale ndio maana inna liya rabbi, inna ma'iya rabbi, ma'i, pamoja na mimi yuko Mola wangu, sayahdin. Basi hapo amri ya piga bahari kajigawa, wakafanya njia, wakaona kwenda mbio, wakavuka. Fanfalaqa fakana kullu firqin kattawd azim وأزلفنا ثم bimaana hapo. Azlafna zulfa, yani kujisogeza karibu. Tunaabudu masanamu liqaribuna ila Allah zulfa, wa uzifat aljannatu lilmuttaqina ghayra ba'id, tukasogezea mbele yao pata kuiona pepo. Haiko mbali, watu wa peponi waione pepo kabla hata hajaingia, waone furaha yao. Unatusubiri pepo. Hapa faazlafna thumma, tukasogeza pale. Wazafna thama al-akharin, hao wengine, yani jeshi la Firaun nao wakasogea pale, lakini Musa akakrosi na wale wakaanza kukrosi katika bahari nyuma yao. Waanjaina Musa wa ma'ahu ajma'in, tukawaokoa Musa na alikuwa nao wote ajma'in. Thumma, ikisha baada hapo, unajua kupita mpaka mtu mwisho, kuna nyuma mtu bado hakuna. Alhamdulillah, endeleeni, msisimame, endeleeni. Musa, ya Rab, nipige bahari nirejeshe tena. Hata mbio zame. Unajua uoga, jua kwamba nini, na ma'i rabbi sayahdin, na ngoja amri Mwenyezi Mungu. Alipokuambia mwanzo kwa juu fanya nini, kakwambia piga, ikapiga, ikajaa wenyewe bahari nusuku, sio sasa ushakuvuka na unakuja unashuka karibu, ya Rab nipige, akaambia la. Anaambia la. Mwenyezi Mungu anaambia aya, tunarudi tena katika Dukhan kule, fa asri bi ibadi laylan innakum muttabaun. Asema nini? Akaambia mbio, kimbia na waja wangu usiku. Na hao Bani Israil wakimbia nao, jeshi la hili litakuja tu Firaun. Watrukil bahra rahwa. Tazama katika aya 23 na 24 katika sura Dukhan, tokeni usiku na nyinyi mtafuatwa na jeshi, msiogope. Lakini ukifika pale, watrukil bahra, amri ya kwamba ipige bahari, alafu bahari itajigawa kama majabali mawili, kisha mtavuka mbio, hajaja hapa pale. Watrukil bahra rahwa, ya Rab nipige bahari. Watrukil bahra rahwa, iache bahari hivyo, tuache wenyewe. Sasa wewe kazi yako ya kuvuka umetaka, nimekuambia kuonesha watu wako kwa pamoyo, piga bahari. Sio wewe ulifanya, mimi. Lakini waone kwamba nini Mwenyezi Mungu amekalifisha jambo, imekuwa kama kwamba nini umeomba mwenyewe na Mwenyezi Mungu akuni. Ama kuangamiza hao sio wewe unaomba, mimi mwenyewe ndo nataka niangamize. Iache bahari kama hivyo, wenyewe nendeni, wala msigeuke. Tazama, nendeni na mambo yenu. Watrukil bahra rahwa, na iache bahari vivyo hivyo. Baada kushakumini mshapita, nendeni. Innahum jundun mughraqun, hakika wao ni majeshi, maaskari ambao watazamishwa tu. Halafu anasema kam taraku min jannatin wa uyun, mangapi wameacha bustani, mashamba mazuri na uyun, na chemchemu ngapi wameziacha, wazuru'in, na mimea ngapi,
mingapi, wa maqamin karim, na vyeo vikubwa vikubwa. Yeye kajifanya mfalme, yeye ndio Mungu, na watu wake chungu zima wako kistarehe. Wa ni'matun kanu fiha fakihin, walikuwa neema chungu zima wameziacha, lakini badala yake wapata maangamizi, wakaangamizwa. Kwa hivyo katika surati Shuara aya mwisho anasema wa anjayna Musa ma'ahu ajma'in thumma aghraqna al-akharin, kisha tukazamisha wale wengine. Kwa hivyo ina fi dhalika la aya, hakika hapa kuna mazingatio. Wama kana aktharu mu'minin, hata hivyo hawajao wenye kuamini sana. Kwa hivyo hapa tunamalizia aya hii ya 30 ngapi, aya ya 40. Fa akhadnahu wa junudahu fanabadhnahum fil yammi, tukawavurumisha tukawatupa katika bahari, wa huwa mulim, tukawazamisha na hali huku wa kulaumiwa. Wa bihadha naktafi, wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.